Ni kawaida sana kuona mtoto ambaye amemaliza kidato cha 6 kwa mfano, au pengine ana degree kabisa ya elimu fulani, lakini hawezi hata kujipikia chakula mwenyewe, anataka kuhudumiwa. Hawezi kujifulia nguo mwenyewe, anataka kuhudumiwa. Nikawa na watania, mnazalisha maofisa wa kuhudumiwa badala ya watu wa kuja kuhudumia jamii. Jambo hili ni hatari kwa taifa na ni lazima liangaliwe, na VETA mnayo nafasi kubwa ya kuziba hilo gap. Tuna uwezo mkubwa wa kubadilisha nchi yetu kama wote tutakubaliana kwamba watoto wetu wapate study fulani kwa ajili ya kubadilisha maisha. Na mtoto aangaliwe kitu gani anakipenda wakati wa kujifunza kwake. Katika elimu unapokuwa unafanya career development na monitoring ya mtoto, unamwangalia maisha yake shuleni, anapenda nini. Huyo mwelekeze kwenye hicho anachokipenda kwa kuperfect, kumpitisha kwenye mafunzo haya ya study ili kesho aweze kuwa na maana zaidi kwenye maisha yako. Hamna taifa lolote duniani unalolifahamu ambalo limeendelea bila kuwa na watu wenye study fulani za kuweza kutatua matatizo yake. Na ikiwa tutaacha kuwekeza kwenye kufundisha watoto wetu kwenye study, manake ni kwamba tutatafuta study hizo nje ya nchi kwa gharama kubwa, na matokeo yake kazi zozote tunazojenga, iwe kujenga barabara, kujenga nyumba, itakuwa na gharama kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujuzi ama ufundi huo huupati ndani ya nchi, na matokeo yake itakuletea hasara kubwa. Nataka niwatie moyo VETA, mko kwenye njia sahihi, na serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo amesema Naibu Spika, serikali imeamua kuweka mkazo mkubwa kuwapa study watoto wetu ili waweze kujitegemea na waweze kuendelea. Lakini pamoja na mafanikio hayo mlionayo, VETA wakati mnaendelea, mjue kuwa yako matishio yanayotishia study mbalimbali ambazo tunafundisha watoto wetu. Mabadiliko ya tabia ya teknolojia hapa duniani yamekuwa tishio kubwa sana. OECD mwaka 2019 walitoa taarifa yao, wakasema kuwa kwa miongo miwili sasa sekta ya uzalishaji, yani production sector au manufacturing sector, ilishuka kwa 20%, na sekta ya huduma ikapanda kwa 27%. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa mitambo au automation technology ambazo zimefanya watu wengi zaidi watoke kwenye uzalishaji mali. Kwa hiyo wakati tunafundisha vijana wetu, tuwafundishe vile vile kujua kuwa wana wajibu wa kukabiliana na changamoto zinazokuja. Nilikuwa naangalia banda moja pale ambalo taa ile haihitaji interaction ya mwanadamu, yani kwenda kuzima na kuwasha. Asiye na mkono anaweza kuiwasha, unaipuliza tu inawaka. Ni teknolojia. Tumeona mtambo mwingine unawashwa kwa AI. Unatumia siri, unaimwambia siri niwashie feni, wala hauko pale, inafungua. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba teknolojia inavyokuwa itaendelea kuwafanya watu wengi zaidi kazi ambazo wangeweza kuzifanya, teknolojia itawareplace. Na utafiti huo unaonyesha 32% ya kazi nazo, 14% ya kazi ambazo zinafanyika leo ziko hatarini kutoweka kutokana na uwepo wa teknolojia mpya. Na kwa kufanya hivyo ni muhimu sana VETA tunapotoka hapa leo twende tukaangalia mabadiliko haya, tuweze kuyaweka kwenye mifumo yetu ya ufundishaji ili watoto wetu ama wale wanaojifunza wajifunze wakijua kuwa kuna changamoto wanazotakiwa kukabiliana nazo kadri wanavyokwenda. Nchi yetu tumeamua kuwekeza kwenye ufundi ili watu wetu waweze kujikomboa katika hali zao walizo. Jana kwa naongea na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, baada ya kuona video moja ya dereva mmoja amenyanyaswa kwenye mzani, ikawa namwambia kule tuendako, nadhani tuna sababu ya kuangalia mifumo yetu kwamba hivi kuna ulazima wa mzani tu kuangalia uzito kuwe na watu 9. Kamwambia hiyo itapunguza ajira, lakini itapunguza human intervention, na kwa hiyo itaondoa mianya ya rushwa kwenye mazingira mengine. Hivi vitu ni ubunifu ambao watu wanavyo. Nimeenda kuangalia pale, nimekuta vijana wametengeneza jiko kwa ajili ya kupikia gesi, limeundwa moshi pale. Nimemwambia waziri watu wangu wale wakutane nao, tuwaingize kwenye mpango wa clean cooking. Hawa watu waende kwa speed, wazalishe majiko mengi zaidi ili tuwapelekee watu. Nimeangalia mabinti wako pale wanatengeneza ngozi, mabegi mazuri. Ni kwamba tu kwa sababu watu wanapenda kununua brandi badala ya ubora.
Ingekuwa hiyo brand imekuwa kubwa, ingekuwa inakimbiliwa duniani kote. Wametengeneza product nzuri, na mimi nawaomba nendeni mkawatembelee mkaone. Wametoa wapi ufundi? Wametoa kwenye vyuo vyetu vya VETA. Tuna uwezo mkubwa wa kubadilisha nchi yetu kama wote tutakubaliana kwamba watoto wetu wapate study fulani kwa ajili ya kubadilisha maisha. Na mtoto aangaliwe kitu gani anakipenda wakati wa kujifunza kwake. Katika elimu, unapokuwa unafanya career development na monitoring ya mtoto, unamwangalia maisha yake